of life enjoyed by every citizen. Na mtazamaji, bado tutakuwa tunafuatilia, tutakueleza mengi ambayo atakuwa anaendelea kuhusiana kuadhimisha katiba yetu ya Kenya, lakini kwa hivi sasa tuendelee na baadhi ya vidokezo ambapo hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Shabu mpakani mwa kaunti za Isiolo na Meru baada ya watu wawili kuuawa katika shambulizi linalodaiwa kufanywa na majambazi wanaoshukiwa kutoka kaunti jirani ya Meru. Wakati wa mazishi ya waathiriwa hao ambao ni mzee na kijana aliyekuwa akichunga mifugo, wakazi pamoja na viongozi wa jamii ya Wasomali wameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti ili kukomesha mauaji ambayo yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara katika eneo hilo na kurejesha utulivu mpakani. Mashambulizi haya yanafuatia mzozo kati ya wafugaji na wakulima wanaogombania matumizi ya malisho na vyanzo vya maji katika mpaka huo. Wajambazi wakakuja, wakafamia, wakaua mzee ambaye alikuwa anakaa boma, na wakaua tena kijana ambaye alikuwa anachunga mali ngamia. Na hiyo maneno si maneno ya kwanza ambayo upya, ni maneno ambayo imerudi muda mrefu. Tumelia na sisi hatujui shida ambayo hii watu wetu wanauliwa kila wakati. Na hii watu ambayo wanatufanya hivyo si watu wametoka mbali, ni watu ambayo jirani. Jana wakati maiti inaletwa, watu wanapigwa katikati. Wale wa home guard walikalia watu barabarani, walikataa maiti yachukuliwe. Kiazio polisi ya Isiolo wanakaa tu hapo wakiangalia. Serikali akuja ingie kati kabla hii watu wajimalizana bure. Sisi sasa hakuna kitu tunayamaza tena, sababu mali yetu imeenda, wazee imekufa kila siku hivyo. Na hakuna serikali, hatuoni serikali. Yatima anakuwa zaidi, maskini anakuwa zaidi. Watu wanume kama yetu ndio wanamaliza sisi kila siku. Hiyo haistahili, tunataka haki yetu. Na mtazamaji, na hatua ya shirika la kusambaza maji Pwani Coast Water kusitisha huduma zake katika kaunti za Taita Taveta, Kilifi na Kwale